Yes, mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo vendredi le 24 avril 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Moja kwa moja jioni ya leo, taarifa ambazo tumewaletea tutawapeleka kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti, tuwaambie habari za kweli kabisa kutoka kulinye de fomo maeneo tofauti, na zingine habari ambazo tumewaletea ni kuhusu maongezi direct kati ya viongozi wa AFC M23 pamoja na chef wa MONUSCO mjini Goma. Leo ndipo James Swanny, kiongozi wa MONUSCO nchini Kongo, aliwasili vile ya Goma. Alifanya maongezi na wasi wa AFC M23. Tutawaambia mengi walioyaongelea na tutawaambia misio yake kabisa iliyoacha akafika vile ya Goma. Tumewaletea habari mingi. Nyumba yake Dani Banza, presida wa ile parti politique ya ACO, na yeye ni membre wa Union Sacré, iliingiliwa na watu wenye silaha ambapo kuliripotiwa mashambulizi makali. Ni usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo, na alilaani sana vikali kabisa ile kuingiliwa kwa nyumba yake. Tutawaambia kuhusu wakaji wanaoishi huko Mweso ambao ni wakimbizi wenye wanatoa wito wa dharura wa msaada wa kibinadamu kwa maisha magumu wanayoyapitia katika mungini wa Mweso. Mnaoifuata ni Kwetu TV. Kama kawaida ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukua naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment, yani kukomante, kulike taarifa hizi pia na kuzisambaza, yani kuzipartage kwa walio wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga na grupu yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Namna ya kujiunga nasi, muguse hapo kwenye titre, pale chini ya titre mutapata link yetu mu description. Muguse kwenye link hiyo deja, mutaingia mu WhatsApp yetu. Habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5 na kuyafahamu mengi yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu za jioni ya leo moja kwa moja tutazianzia katika mji wa Goma ambapo kulifanyika reunion ama maongezi kati ya James Swanny, chef wa MONUSCO mpya nchini Kongo, ambapo alifika kule siku ya leo baada ya vizite alizozifanya maeneo tofauti. Hii semene, siku za kwanza za hii semene, yani hii wiki ambayo tuko ndani, James Swanny njo alitangazaka kwamba anataka kufanya vizite Nord Kivu na Ituri. Vizite ambayo ilikuwa ndani misio tofauti, ilikuwa kurenforcer kwanza maoperasyon za MONUSCO wanaosaidia FARDC kwa kulinda population katika maeneo tofauti kule Muituri na Nord Kivu. Wakati alianzaka vizite zake, alifikaka mvile ya Beni pale tuko Nord Kivu, akaenda Bunia, akaenda Fataki. Baada ya kuzifanya misio tofauti Muituri na Nord Kivu, leo aliwasili muvile ya Goma kupitia avio. Njo alifikia kabisa muvile ya Goma pale kwa aeroport ya Goma ama kuwanja wa ndege wa Goma. Alipofika hapo directement alipokelewa na wanahabari ambao walimuuliza kuhusu vizite yake katika vile ya Goma. Alichokisema wakati alifika pale, alisema kwamba vizite yake katika mji wa Goma iko ndani misio tofauti, ambapo misio ya kwanza ni kuanzisha ile operasyon ya verification ya cessez-le-feu, na misio ya pili ni kufanya pande mbili wakisaidiwa pia na MONUSCO kulinda population, kuproteger kabisa population civile wakati vita vinaendelea. Mnajua ya kwamba wakaji wanakuwa victime sana kabisa na mapigano yanayoendelea. Na misio nyingine ilikuwa kufanya maongezi na viongozi wa AFC M23 ambapo wangeliongelea mambo mengi.
Wakati alifika pale alienda direct kufanya maongezi na viongozi wa AFC M23 mu Serena Hotel pale mwile hotel ya Serena. Acha sasa tuambie mengi kuhusu ile mission yake. Kitu cha kwanza kuhusu verification ya cessez-le-feu, mnajua ya kwamba wakati wa makubaliano mapya yaliyosainiwa kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23 nchini kule Swisse hivi juzi, walisinyake makubaliano yanayohusishwa na verification ya cessez-le-feu na mambo mengine tofauti, mkiwemo ya kupeana wafungwa. Kuhusu ile ya cessez-le-feu sasa, donc ile mission ya usitishaji vita, mnajua kwamba wakati wa makubaliano hayo yaliyosainiwa walikuwa wamekubaliana kwamba ile ekipe itakayo kuwa ikiverifie cessez-le-feu ama ikichunguza usitishaji wa vita kwenye kati ya pande mbili kwenye ligne de front, mnajua kwamba ni ekipe ambayo itakuwa compose na wanajeshi wa MONUSCO, wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa AFC M23. Ile ekipe itakuwa deployed directement kwa front mu maeneo yote kwenye FARDC inapigana na AFC M23 pale kwa zone d'operation. Na sasa huyu James Siswani kuhusu ile mission ni kuambia AFC M23 ya kwamba kabisa waandae wanajeshi ambao wataenda mu ile mission. Upande wa MONUSCO au deja wako tayari, kwa sababu MONUSCO iko mpatanishi wa pande mbili. Mnasikia kwamba deja au waisha andaa kwenda Goma kuambia AFC M23 endaye hao wanajeshi donc upande wao au waishaka waandaa. Sasa AFC M23 pale na shefe wa MONUSCO walichokiongelea ni kuhusu kuandaa hao wanajeshi ambao watakuwa mwile ekipe ya verification ya cessez-le-feu ambao watakuwa deployer kwa front. Na mambo mengine kuhusu kuproteger wakaji, alisema kwamba gouvernement ya Kongo na AFC M23 wanapaswa kusitisha pia mapigano ya anga na maartillerie, donc kutumikisha mabombe za hapa na pale wakipigana. Mnajua kwamba siku hizi mapigano yanayoendelea ama mapigano tunayo yaona mara kwa mara ni ya mabombardement. FARDC na bombarder AFC M23 na Turani Minembwe, na bombarder Walikale, na bombarder Masisi. AFC M23 na inatumikisha madrone na bombarder Minembwe. Nasema kwamba mission yake ni ya kufanya pande mbili pia kusimamisha mapigano ya anga, ambapo population wanakufaka na kujeruhiwa pia na kupoteza kabisa vitu vyao vya samani na kuharibu vitu vya wakaji wakati wa mapigano hayo. Nasikia kwamba na hiyo nayo pia iko mwamba ya cessez-le-feu. Akasema kwamba ile nayo iko hapari inapaswa kujadiliwa, kwa sababu après kusainiwa kwa cessez-le-feu bombardement ziliendelea. Kile ni kitu ambacho wanapaswa kukisimamisha. Donc James Siswani alifika mvile ya Goma kufanya maongezi na wasi wa AFC M23 kuanza kuambia kile ambacho watakifanya na deja kuwasimamisha katika vita vinavyoendelea, kwa sababu ametoka mkoteza FARDC kule Beni na FARDC nayo j'espère bien que Aisha waambia ni visite ambayo imefanyika baada ya kusainiwa kwa hayo makubaliano, na ni visite ambayo iko mu mission za kuweza kufanya pande mbili kuyafanya yale walio yakubaliana. Nadhani kwamba hapa tuko na elewana kabisa, tuko naendana 5 kwa 5 na angali mvile ya Goma, kwa sababu angali akifanya maongezi na viongozi tofauti wa AFC M23 pale mvile ya Goma, mkiwemo gouverneur wa Nord Kivu Bahati, yule Corneille Nanga. Kuna viongozi tofauti kabisa wa AFC M23 Mbonimpa na yule vice gouverneur. Donc msikie ke AFC M23 viongozi wao wakuu wote wako pale pamoja na James Siswani, chef wa MONUSCO, kwa kuongelea hayo na yale kabisa ambayo yaliacha anafika mvile ya Goma ni kwa kufanya pande mbili kusitisha mapigano, kuproteger population ili migogoro na vita vinavyoendelea viishe kupitia tu makubaliano. Mnasikia keni katika mambo ya diplomasi ambapo mengine yatajadiliwa. Kufro wanapenda vita isimame.
njo ile misio ambayo James Swane kabisa alifanya leo mvile ya Goma. Kuna mengi wanayoongelea pamoja na wasi wa M23, na apres ile maongezi ndio tutafahamu mengine walio yaongelea. Kuhusu ya mambo kabisa ya maana aliyoyasema ni hayo. Nadhani ya kwamba pale kabisa tuko na indana 5 kwa 5. Tuendelee na habari zetu, taarifa zetu. Tuwaambie kuhusu nyumba yake Dani Banza, presida wa ile ACO, pamoja na mambre na yeye pia ni mambre wa Union Sacrée de la Nation. Mnajua ya kwamba hii nyumba yake ilikuwa atake usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo mkartie Golf pale tuko Lubumbashi. Ilikuwa atake na watu wengi, ambapo wanasema ya kwamba ni zaidi ya watu wenye silaha wapatao 15. Walipofika pale kunyumba yake, walianza kabisa kufanya mashambulizi wakipigana na wagardie wa ile pale yake ama wa ile nyumba yake. Yule Dani Banza alikuwa basa pale ya kukua pale. Inaonekana kwamba walikuwa wameandaa kumuua. Ni watu ambao mpaka kwa sasa hawajajulikana. Ni watu ambao walikuwa na silaha. Ni misio ambayo inaonekana kwamba ilikuwa ya kumuua Dani Banza. Kwa bahati yake ya kukua pale, na mashambulizi hayo wakati yalianza kati ya wagarde wa pale pamoja na wale watu wenye silaha, na mapigano hayo yaliendelea kukamata hatua nyingine, wakapigana. FARDC njo ikarenforce pale ende ingilie kati ijue ni kwa nini kuna sikika masasi. Na wakati walifika pale, wale watu ambao walikuwa wameatake wakakimbia. Walipokimbia wakatawanyika kabisa, wakakosekana. Wanajeshi wa FARDC wakakosa wamepita wapi, vrema wote wakakosekana. Na wale wa garde kabisa wa ile nyumba waliweza kustope hao watu wenye silaha. Hawakuweza kuingia ndani, walishambuliana kwa nje bila kuingia kwa ndani. Na wakati renfort zilifika njo wakaingia, walikutana kwamba wale wagarde wa ile nyumba wako bie. Walikutana kabisa na hakuna tatizo, hawakujeruhiwa. Na wakati wale wanajeshi wa FARDC walifika pale, walisekirize ile nyumba usiku wote mpaka bukakucha. Dani Banza sasa asubuhi ya leo mapema njo amka na iko na laani vikali vitendo hivyo vya kuingiliwa kwake kwenye anaishi kule Lubumbashi. Akasema ya kwamba hao watu kabisa walikuwa wakitaka kumuua kwa sababu ni watu wenye hawajulikani, walikuwa na silaha. Na walipofika pale walikuja na wako na shambulia, kinachomaanisha kwamba walikuwa wakitaka kuua watu wote ambao walikuwa pale. Akasema ya kwamba haya ni mambo ambayo pia si kwa mara ya kwanza ambapo yanafanyika kwake. Anasema ya kwamba ni kwa mara ya 3 ambapo mambo hayo yanafanyika. Watu hao ambao hawajajulikana wanaotaka kumuua, anasema ya kwamba gouvernement inawatafuta, inajua ni wakina nani wanaotaka kumuua, wakamatwe, wafungwe, njo naye aweze kuishi kabisa kwa amani, kwa sababu hawezi ukaishi bie wakati unajua kwamba kuna watu wenyewe hujui wanaotaka kuua. Nasikia ke iko ingra probleme. Gouvernement ama FARDC inafungua kabisa kesi ya kwanza kuwatafuta hao watu ambao wako nyuma ya vitendo hivyo vya kutaka kumuua, ili huyo Dani Banza aweze kuishi kabisa akiwa alezi. Hapo kabisa nadhani ya kwamba hizo habari mumezifuata be. Tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja, tuwapeleke Masisi katika mwingine wa Mweso kwenye watu waliokimbia makazi yao wanaoishi katika taasisi ya Kizito wanatoa wito wa dharura wa msaada wa kibinadamu. Katika eneo la Masisi hapo tuko Nord Kivu, hali ya kibinadamu bado inatisha kwa mamia ya watu waliokimbia makazi yao katika kituo cha pamoja kilichoanzishwa ndani ya taasisi ya Kizito ya Mweso.
tangu walipofika familia hizi zimekuwa zikiishi katika mazingira magumu sana, wakiwa wamejificha madarasani. Wanalazimika kuondoka katika majengo hayo kila siku, wakichukua mali zao zote ili kuruhusu madarasa kufanyika. Hali hii ya kutisha inazidisha udhaifu wao, hasa kwa wanawake na watoto. Mbali na matatizo haya ya vifaa, kuna ongezeko la ukosefu wa uhakika wa chakula. Kaya nyingi zinakabiliwa na njaa inayoendelea. Ili kuishi, baadhi ya watu waliokimbia makazi yao wanageukia kazi za mchana kwa ajili ya wakaaji wa Mweso, wakibadilisha kazi zao kwa rasilimali chache za chakula. Kulingana pia na ushuhuda, hakuna msaada mkubwa wa kibinadamu ambao umetolewa tangu watu hawa waliohamishwa makazi yao katika eneo hili zaidi ya miezi mitatu iliyopita, licha ya ukubwa wa mahitaji yao. Hali hii inatia wasiwasi zaidi, kizingatiwa kwamba kurejea kwao katika vijiji vyao vya asili bado si jambo la uhakika, kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo kadhaa ya Masisi, hasa na Ruchuru kwenye walitokaka na wako na kimbilia Mweso. Kufuatia dhiki hii, watu waliokimbia makazi haya yao wanatoa wito wa dharura kwa mashirika ya kibinadamu, mamlaka na watu wote wenye nia njema kwa uingiliaji kati wa haraka kuanzia na kuwahesabu, ili kuwapa msaada wa chakula, malazi yanayofaa na usaidizi wa heshima. Hapo ni Masisi wa mwingine wa Mweso kwenye wakaaji waliokimbia maeneo yao kutokana na vita vya waasi wa M23 na wazalendo na FARDC Ruchuru na Mweso. Wanaishi kabisa maisha magumu tena mazito. Hali ya kibinadamu kabisa ni mbaya kwao, kutokana na jinsi hawana kwa kuishi, chakula, vitu vyote kabisa hawana, na wanatoa wito kwa usaidizi. Gouvernement ifo inawasaidia, maoni za kusaidia watu waliokimbia ifo zinapewa kabisa habari hizo na kufika kule, ili kusaidia hao watu ambao wanateseka sana tena sana kutokana na kukimbia kabisa vita vilivyoanzishwa na wasi wa M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Tukiendelea na habari zetu, tuwapeleke kule Uvira. Kule Uvira deja wale wakimbizi wa Burundi kutoka mkaa ya Kisuma waishafika muvile ya Uvira. Waliwasili muvile ya Uvira jana jioni njo walifika muvile ya Uvira. Tuliwaambiaka kwamba ni wakimbizi wa watoto wale ambao ni wanafunzi njo wenyewe walikuyaka wengi, kwa sababu examen ziko na tayarishwa kwa finalisti ambao walikuwa wamekimbia, hata na wengine ambao walikuwa wakisoma. Hao njo wenyewe walirejeshwa Uvira ili kuweza kuendelea na masomo yao, wafanye examen waendelee na masomo yao donko. Na walipofika mvile ya Uvira leo njo kuko na depuis asubuhi njo waliambiwa ya kwamba wajiandae kesho au kesho yake, wanaoishi Swate, ngambo za Makobola, wanaoishi Baraka, wanaoishi Fizi, selo kila mtu kwenye alitokaka njo kwenye atapelekwa aendelee na maisha yake. Unasikia kwamba ni mambo mazuri yenye gouvernement iko nafanya kule ya kurejesha wakimbizi hao, hususan hao wanafunzi ambao walikuwa wamesimamisha masomo yao kutokana na vita, leo wataendelea na masomo yao. Ni vitu vizuri ambavyo gouvernement kabisa iko na vifanya. Kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Uvira, mplene ya Ruzizi, hali ni ya kiusalama, kuna mapigano pande zote. Minembwe na kwingineko hakuna tena mapigano, bombardement leo haziko hata Minembwe. Vile vile Mukalehe, Masisi, Walikale nako hakuna mapigano kabisa. Hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea jioni ya leo. Hizo ndizo habari ambazo tulipata kabisa za kweli kutoka maeneo tofauti kona zote mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama kawaida basi tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Vile vile kucomment na kuzilike taarifa hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mungu awalinde basi, jioni njema na usiku mwema. Pia tupatane ndani ya habari zifuatazo. Merci beaucoup.